Basi karibu katika shule ya Biblia leo Machi 7 mwaka 2021. Tumesomewa mistari 16 ya kwanza ya kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 16, kitabu ambacho tunaendelea nacho kipindi hiki. Kama utangulizi tu, mlango wa 16 ni mwendelezo wa mafundisho ya Kristo alipokuwa anaongea sasa na wanafunzi wake peke yake, na ni zile ni siku mbili za mwisho kabla ya kuteswa kwake. Kwa hiyo tuliona hii habari ilianza kwenye mlango wa 10 actually mlango wa 13 alipoosha wanafunzi miguu, akafanya mlango wa 14 aliendelea kuongea nao, na mlango wa 15 tulikaa mle kama mwezi mmoja hivi, wiki 4 mfululizo. Na leo tuko kwenye mlango wa 16 na tutaona hiyo habari inaendelea mpaka mlango wa 17, alafu mlango wa 18 ndo atakamatwa kuteswa. Mlango wa 16 turejelee kidogo mlango wa 15. Mlango wa 15 tulikuwa sio mrefu sana, lakini tulikaa mle muda mrefu kidogo kwa sababu bado alikuwa anafundisha mambo mazito. Lakini tulijifunza vitu vingi pale. Nakumbuka tulijifunza habari za kuzaa matunda. Na tukaona kwamba matunda tunayotakiwa kuyazaa ni kuwazaa wa Kristo wengine. So dunia ni giza, Mungu ametufanya, yani amesema ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi kazi yake ni kuwakoleza wengine. Ndio matunda pekee unaweza kuyazaa. Yani kama chumvi haina uwezo wa kukoleza chakula chote ambacho hakikuwa kina ladha nzuri kikawa na ladha nzuri, basi ile chumvi haina maana. Haina matunda, haina faida. Matunda maana yake ni faida, ndio sio? Sasa faida ya Mkristo au tunda la Mkristo au kitu anachokizaa cha maana cha kwanza ni Mkristo mwingine. Kwa hiyo ni mpango wa makanisa yetu ya Baptista FB kuzaa wa Kristo kwa kweli. Inachukua muda. Uwezo kupanda mti kesho ukavuna matunda yake. Kwa vyote vile tutapanda mchi utakuwa na nini, lakini kwa jinsi tunavyoendelea kukua kama miche, lazima tufikie kipindi fulani tumzalie Mungu matunda. Tumzalie Mungu matunda, na matunda tuliyoona makubwa ni Wakristo wengine. Lakini mti unaweza ukazaa matunda mazuri kama hauna majani na shina kubwa vile vile? Hapana, si ndio? Mpaka uwe na majani pia. Lakini majani sio sehemu ya matunda. Sasa yale majani ya mti mzuri ndio sasa yale matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ni ile tabia ya kimungu ambayo kimsingi sio matunda yetu. Naomba nisihubiri mlango wa 15, lakini najaribu kufanua kwamba wakati mwingine maneno ya Kristo yanawashinda sana watu, wanashindwa kuelewa. Basi Mungu ametupa neema ya kuyajua haya na ataendelea kutujuza zaidi, basi kwa tuyafafanue. Na baada ya kuona habari za matunda, tuliona upendo. Aliongelea habari za upendo. Anasema hakuna upendo ulio mkuu zaidi ya huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya nafsi zake. Tukaona kwamba ndio upendo mkuu. Tuliona upendo huko katika ngazi tofauti tofauti. Upendo wa salamu tu za kawaida, na huo ndio watu wanaujua. Kimsingi habari za asubuhi na wapenda wote, ule wa kusema maneno mazuri. Huo nao ni upendo. Lakini akasema huo ni upendo mdogo. Na kimsingi Kristo hakuutumia sana upendo wa namna hiyo. Kristo alienda kwenye ule upendo wa juu wa kuteseka, wa kuwafia wengine, wa kuacha vitu vyako ili kusudi watu wengine, kuondoa hofu yako, kujinyima mwili wako ili kusudi ukue katika roho, upate nguvu za kiroho za kuweza kuwafundisha wengine na kupokea uzima wa milele kwa jinsi ya roho. So Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu kupita kwa Kristo, ambayo ndo Roho Mtakatifu wa Mungu, ambayo ndo neno la Mungu, ndio uzima wa watu, ndio uzima wa milele. Kwa hiyo huwezi ukaufundisha kwa watu au ukaupeleka kwa watu wengine kama wewe mwenyewe hujakuwa katika huo na hujajitenga. Anasema wote wanaolitaja jina, anasema katika kitabu cha Timotheo, anasema wote wanaolitaja jina la Yesu Kristo wajitenge na uchafu. Huwezi kuona bwana ndio hivyo wanaofanya makanisa. Bwana Yesu asifiwe, tunawapenda wote. Jioni wako kwenye pombe wanalewa. Simu zao zimejaa message za uchafu. Wengine wanalala na wafanyakazi wa kanisani humo na nini, lakini kwa mdomo wanasema Bwana Yesu. Sasa tuliona kwamba pia kwamba upendo, hakuna upendo nje ya neno la Mungu. Hakuna upendo nje ya hasa ule mkuu, nje ya neno la Mungu. Na hasa akasema tukaona sio neno tu la Mungu, ni sheria ya Mungu. Na kuyaishi.
Yaani ukiwa kwa mfano huwezi kufanya upendo kama mtu ni mzinifu. Haipo. Hakuna huo upendo. Utakuwa badala ya kuwapenda watu unawaumiza. Sasa hebu jiulize makanisa makubwa haya. Viongozi wao wakuu wa madini yao ni wazinifu watupu. Ni mashoga. Alafu anakuambia tunatangaza upendo. Ni uongo. Amina. Ni uongo. Kristo alisema nje ya kuzishika amri zake hakuna upendo. Na tulithibitisha hayo kwa maandiko, hataenda huko sana. Na sehemu ya mwisho japo ilikuwa ni wiki 4 lakini vitu vikubwa vilivyoonekana mle vilikuwa vikuu vitatu. Matunda ndio tulikaa wiki 2 mle. Tuliona pia tuliona kitu kingine kwamba ukikaa na Kristo muda mrefu, ukatembea na Kristo, ukasikia neno lake, ukajitakasa, ukatembea katika kichwa, ukawa umeokolewa, umelikiri jina la Yesu Kristo. Unatoka kuwa mtumwa wa Kristo, unakuwa rafiki. Ndipo alisema na tukalinganisha maisha ya Musa. Mungu alikuwa anasema aliwaongea na Mungu kama marafiki tu. Leo hii watu hawana uwezo hata kumwomba Mungu kwa sababu wanamuogopa au hawamjui. Anasema haya yote mtanitenda kwa sababu hamjui baba yangu, hamjui hata mimi. Watu hawamjui Mungu na ni wa Kristo wote. Hamjui. Wewe mtu umemwona mara moja tena kwa mbali, unaweza kuniambia kama unamfahamu? Lakini yule mtu ambaye unashinda naye, unaamka naye, unasoma neno lake kila siku Kristo, utamjua vizuri mpaka mtakuwa hata sauti yake. Anasema kondoo wangu anajua sauti yake. Tuliona katika Yohana mlango wa 8. Kwa hiyo hoja nayo ilikuwa kwenye mlango wa 15 na hoja ya mwisho tuliona anasema watu wamchao Kristo, wateule wa Kristo lazima watapitia pia katika mateso. Watachukiwa na walimwengu. Ukijitakasa utachukiza dunia. Ukisimama katika kweli. Anasema kama walinipenda mimi na ninyi watawapenda. Sasa tuliona Kristo walimpenda kweli mpaka wakamuua. Sasa sijui ndo mapenzi ya namna gani. Anasema walichonitenda mimi watawatenda na ninyi vivyo hivyo. Mfano wake ni huo. Na akasema kipimo chake ni kwamba mimi ni mwalimu wenu. Kristo anatuambia sisi mwalimu. Anasema mwanafunzi hawezi kumpita mwalimu wake. Yaani hakuna namna utakavyoenda uwe mwema. Sina maana kwamba tutoke hapa tukagombana na watu, hapana. Mimi nina amani na watu wengi sana. Lakini pia kuna watu wananichukia. Kwa hiyo ni sehemu na mimi mtu akinichukia kwa ajili ya neno la Mungu nasema amina. Naikubali. Lakini mtu akinichukia kwa sababu ya matabia yangu mabaya, hapo kwa kweli napiga magoti na naomba Mungu anitengeneze upya. Ndivyo tunavyotakiwa. Kwa hiyo pia kuna watu wanaweza kuchukia kwa sababu ya matabia yetu. Hiyo sasa ni kujifunza kila siku, ni kujitakasa kila siku. Kwa hiyo hivyo ilikuwa ni habari za mlango ule wa 15 na tuliyamaliza hayo. Sasa twende katika mlango wa 16. Mlango wa 16 ni mrefu, tuliosomewa ilikuwa nusu kwa sababu hatumaliza yote. Ni mistari mingi 33 lakini mkini tutakaa wiki 2 au 3. Na sasa tuangalie hoja kadhaa. Nimepata hoja 6 ndani ya mlango wa 16. Nimepata hoja 6 nazo nimefanya kuzikata. Zingeweza kufika hata 20 na kitu lakini nikasema lazima tufike sehemu fulani tusogee. Tuangalie hoja kubwa 6. Hoja ya kwanza tunayoona inatoka katika mstari wa kwanza mpaka wa 6. Tutaisoma kwa pamoja mistari inayosema yenye ujumbe unaoonyesha kwamba Mkristo asiposikia mafundisho ya Yesu atachukizwa. Hasa tabu zinapokuja. Mkristo asiposikia maneno ya Kristo lazima atajitenga na imani. Tabu zinapompata. Leo hii hata kabla sijasoma mistari hii. Watu wanaweza kukaa ndani ya makanisa akifanya nini? Akipata shida kidogo tu, anatoka kanisani anaenda kwa kanimanzira, ndio sio? Akinyoshewa mambo yake, shetani anatoa vitu vyake. Akinyoshewa mambo yake, baadaye atarudi. Lakini tusome ile mstari. Anasema mstari wa kwanza. Anasema maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa, msije mkachukizwa, mmesikia maneno. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakapodhania kila mtu auaye kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Mstari wa 4.
lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuka ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nalikuwa pamoja nanyi. Mstari wa 5. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Mstari wa 6, ila kwa sababu nimewaambia hayo huzuni imejaa mioyoni mwenu. Kristo anaongea na mitume wake. Kristo anaongea na mimi na wewe. Hoja tuliyoona anasema mtu asiposikia mafundisho ya Yesu atachukizwa hasa kwenye taabu. Kabla ya kwenda kwenye ufafanuzi, twende tufafanue kwa neno la Mungu. Twende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 13. Tusome mstari wa 20 na 21. Mathayo 13:20 na 21. Tuangalie, tulinganishe maneno ya Kristo anayafafanua. Wakati mwingine unaweza ukashindwa kujua maana ya kuchukizwa ni nini. Mathayo 13 tuanzie 10 na sema 20 na 21. Anasema hivi. Naye aliyepandwa penye miamba niko nasoma Mathayo 13:20 na 21. Mina naye aliyepandwa penye miamba huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Leo Wakristo hawana mizizi ndani ya Kristo kabisa. Yaani kama umempanda juu ya paving au juu ya lami. Yaani hata maji tu kidogo mafuriko tu yatamuondoa. Yaani anakwenda kanisani tu, yaani kaugonjwa tu kadogo katampeleka kwa mganga wa kienyeji. Anasema bali huyo mtu asiye na mizizi sasa aliyepandwa juu ya miamba. Wakristo wamepandwa juu ya miamba, bali hudumu kwa muda. Huyo mtu anadumu tu kwa muda. Kitu kilichopandwa juu ya mamba huwezi kusema kwamba hiki kitadumu misimu 2-3 ya mvua au ya mwaka. Hapana. Ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno mara huchukizwa. Turudi pale tulipokuwa tulinganishe maandiko. Huwezi kusema kwamba hapa tunasoma mistari tunajaribu kulinganisha, tunaangalia maisha yetu ya kila siku lakini tuyalinganishe na Kristo alichokuwa na maanisha. Anasema maneno haya naliwaambia msije mkachukizwa. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo anapowaambia watu maneno yake, manake ndo neno la Mungu ndo Biblia. Hao watu hawatachukizwa, na kwa sababu anawaambia kinachowafanya, mstari wa pili, kinachowafanya wachukizwe ni nini? Anasema watawatenga na masinagogi na msaa yaja atakapodhania kila mtu wauaya kuwa anamtolea Mungu ibada. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyu ni Mkristo. Amesikia tu kijuujuu. Biblia yenyewe hajui hata Yohana ni kitabu cha ngapi kwenye mtiririko wa vitabu vya Agano la Jipya. Watoto naomba watulie. Sasa kukitokea adha, na huku nyuma ametoka kusema ikitokea adha, kutafutwa, kuhojiwa, unaamini nini? Wewe unafanya kitu gani? Anasema mara moja huyo mtu huchukizwa na kujitenga. Kwa sababu hana mizizi. Ukiambiwa habari za Kristo alihubiri kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa mwisho wa kitabu cha Yohana. Ukamsikiliza Kristo kwa mfano hicho kitabu chote, maana yake una mizizi katika Kristo. Unajua kweli. Amina. Wanasema hayo maneno. Kwa hiyo ili kusudi tusije tukachukizwa kwa ajili ya Kristo. Ni lazima tusikie maneno ya Kristo. Kwa sababu amesema haya maneno nimewaambia ili kusudi mkishajua hamtachukizwa. Sema sasa huyu ni Mungu gani? Yaani basi moja. Inaweza kaja itakuja wakati itakuja namba ya mpinga Kristo. Chapa ya mpinga Kristo. Anasema hesabu ya namba hiyo ni ya kibinadamu, hesabuni mwenye ufahamu aifahamu. Mlango wa 13 Ufunuo. Anasema hapo sasa ndio watu anasema wengi watajitenga na imani. Watamfuata mpinga Kristo. Kimsingi ndio somo la pili nadhani au wiki ijayo tutasoma. Hayo mambo tutayagusa. Nishasema kwamba niligusa, sikuwa nimepanga. Nikajikuta masomo ya unabii wa Biblia yamekuja ghafla kichwani mwangu. Sikujipanga, kwa hiyo nika mtoto anayeandika juu ya kitabu siruhusu. Kosa.
Kwa hiyo kulingana na Kristo, ukishasikia maneno ya Kristo ndio njia pekee unaweza usichukizwe na Kristo. Sehemu nyingine alisema sehemu nyingine alisema kwenye Mathayo 11 kuna sehemu anasema heri yake asiyechukizwa nami. Watu wengine wanachukizwa na Kristo. Anaona sasa tabu zote hizo nini? Hata na wakati wengine sio tabu za kutafutwa na mtu. Ni nani anamtafuta Mkristo wale? Hayupo. Ni tamaa zake tu. Anasema sasa mbona wengine wanakunywa pombe na mimi kwa nini sinywi? Mbona wengine wameolewa, wameoa, wala michepuko mitano kwa nini na mimi ni nani sasa? Maana unachukizwa na sheria ya Kristo ya kuambia kwamba mume na mke ni mmoja. Unachukizwa naye. Unaamua unaenda kulingana na mambo na watu wa dunia. Unaenenda sawa na dunia. Kwa hiyo kulingana na Kristo njia pekee, naomba nieleweke hivi, njia pekee ya kuchukizwa na kweli yake, ya kuchukizwa na mateso. Na baadaye tunaona kuna habari za mateso zinakuja. Takuja kabisa. Hakuna jinsi unaweza kuyaacha. Kristo alisema kama walinipenda, kama walini surubu na ninyi watawasurubu. Sehemu nyingine anasema watawatenga na sehemu nyingine anasema miongoni mwenu pia wengine watawaua. Hakuna garantii. Unaweza sasa hivi sasa nani anaweza kuniua? Ukiwa humsemi kweli Kristo. Tusome katika kitabu cha Yohana mlango wa 7. Yohana hii mlango wa 7:7. Huu mstari tulishausoma turudia anasema hivi. Yohana 7:7 anasema ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi bali kunichukia mimi kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi zake ni za uovu. Ulimwengu. Anasema ulimwengu anamaanisha watu wa dunia. Watu wa ulimwengu. Kumchukia Kristo kwa sababu hawaachi hivi anawasema dhambi zao. Lakini leo Mkristo leo akienda hasemi dhambi za dunia, anaenda kuambia baraka zote. Watu wote njoni hapa ni waombee mpate magari, mwanze kuendesha na nini. Huyo mtu atachukiwa na nani? Sivyo Kristo alivyokuwa anahubiri. Kristo kulingana na Kristo anasema kulingana na Kristo ulimwengu unamchukia au unampenda? Unamchukia. Haya, wahubiri wa leo wana lengo lao ni kubwa ni kupendwa na ulimwengu au kuchukiwa na ulimwengu kwa kuambia dhambi zao. Wanataka wakipendwe na ulimwengu na wanapendwa kweli. Kweli kabisa. Mimi simjui mhubiri yoyote wa injili wa hapa Tanzania asiyependwa na walimwengu. Simjui. Hayupo. Awe ni wa makanisa yale makubwa sana babu yao, wengi wa makanisa ya mababu yao. Na mabibi yao na madada yao yale makubwa na haya mengine tunaita makanisa ya mwendo kasi. Yote ni kutafuta kupendwa baba mheshimiwa, baba mhashamu, baba askofu. Wengine wanalala chini mpaka wanawakanyaga juu wakati wanahubiri. Ni uongo. Kristo anasema kama walinipenda na ninyi watawapenda. Kama hawakunipenda na ninyi hawatawapenda. Na sababu inayowafanya wasimpende Kristo ni moja, kwa sababu anaishuhudia dunia makosa yake. Sasa tofauti ya sisi tunaohubiri hapa na Kristo. Kristo alikuwa hana makosa, hana dhambi. Sema roho wa Mungu, ukamilifu wa Mungu ulikuwa juu ya mwili wake ule. Sisi sasa ninapokuhubiria wewe, ninapomhubiria mtu wa dunia, mtu wa kwanza anasema, Paulo anasema kabla siwahubirie wengine inabidi kwanza nijihubirie mimi. Ili kusudi nikisha wahubiria wengine mimi nisije nikakataliwa. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 27. Nisije na mimi nikakataliwa. Sasa ndio sababu kiwango cha kuchukiwa kwa Kristo hakiwezi kulingana na cha kwangu. So Kristo yeye alikuwa mkamilifu, alikuwa anaisema dhambi yote. Mimi labda uwezo wangu ni mdogo nyuma ya Kristo. Lakini sitegemei kuwa kama Kristo, ninategemea kumfuata Kristo, kutembea nyuma ya Kristo. Kwa hiyo tunaona hiyo mistari kwamba ukitaka usichukizwe na adha. Na bwana waambieni, siku moja nisikia mhubiri mmoja rafiki yangu anahubiri nikapendezwa na ile neno na sikumbuki sana lakini ngoja nijaribu kulikumbuka kidogo kwa mbali. Alisema hivi mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Roger Jimenez yuko Sacramento California Marekani. Alisema ni kijana mdogo mzuri tu. Alisema hivi
ile neno nililipenda. Anasema Wakristo wanajitahidi waishi maisha ya amani, wasiwe katika vita vyovyote vile na chochote kile. Yaani wawe katika amani, wahubiriane amani, wasiingie katika vita, wasigombane na nguvu za mashetani za dunia hii na uchafu. Lakini anakuambia haiwezekani, lazima hata usipoichokoza dunia itakuchokoza tu. Unaweza ukalala usiku bila kitu kibaya chochote, hujawaza kitu kibaya. Usiku ukashambuliwa usiku huo. Vita vikakuanza usiku, kwenye njozi ukajikuta unaamka mguu umepararai. Wewe unadhani kwamba unajitenga na magomvi na dunia. Dunia na mashetani wake na mamlaka inayotawala dunia, Mungu wa dunia hii inakushambulia, lazima upigane nayo. Amen. Hata usipopigana itakupiga. Unaweza ukajitenga ukasema sitaenda kunywa pombe, sitaingia kwenye nyumba za watu nikaanza kujiingiza humo, nisije nikakamata ugoni nikafa, lakini dunia bado itakushambulia tu. Watu wataanza kukusengenya tu bila sababu. Wakikuona umekuwa tu msafi, hujihusishwi, wanasema analinga. Wanakuchukia kwa hiyo. Na hiyo tunawafanya na watu wengine pia. Unaweza kufikiri labda sisi tunafanywa, lakini tunafanya. Amina. Sasa nilifikiri mlango wa 16 tutasogea, lakini ni vigumu sana. Kwa sababu ukiyatoa katika maneno ya Kristo kuyaingiza katika maisha ya kila siku, lazima utatulia pale. Hutasogea. Hata kwa mstari kwanza na pili. Hem, turejelee nyuma kidogo mstari wa 15 nishaugusa. Mlango wa 15 mstari wa 18 turejelee tulipotokea kule. Alisema mlango wa 15 18 alisema iwapo ulimwengu ukiwachukia majua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Na akaendelea mbele. Kwa hiyo kulingana na Kristo anasema ukiwa unamlanda Kristo, unafanana na Kristo, unaongea ya Kristo, unasoma maneno ya Kristo, unahubiri hayo, unaishi hayo, dunia itakuchukia. Lakini usifikiri na kutafuta wewe. Ni kama alivyokuwa Samuel. Samuel alienda Wayahudi wakamkataa. Waisraeli wakati walikuwa bado ni Waisraeli, walikuwa wote hawajagawanyika. Walikuwa bado Waisraeli. Samuel akalala na omboleza na lia, akaenda mbele za Mungu, anasema Samuel hujaelewa. Hawajakuchukia wewe. Wewe si mwenzao na wewe ni Mwisraeli kama wao Hauna shida. Walicho wananichukia mimi Mungu wao. Kwa hiyo wananichukia mimi, lakini kwa jinsi hiyo wanaifanya katika mwili wako. Na Kristo anasema hivyo. Anasema kwa mfano hapa mimi kuna watu wananishambuliaga sana. Kibao tu. Nikiamua nisifanye hii kazi, nikaenda dunia, nikafanana nao, nikafika baa nikawapiga nusu wanaita round na nini, nikaanza kushangilia timu zao. Watanipenda sana tu. Wao wanafikiri wananichukia kwa sababu ya rangi yangu. Bana anasema wanafanya hivyo kwa sababu ya Kristo. Leo Wakristo, Mkristo asiyejua kitabu cha Yohana ni cha ngapi kwenye mfululizo wa Biblia, hajui hata sura zake ni ngapi, hajui hata mlango wa 8 wa 9 unahusu nini, atachukiwa kwa kosa lipi wakati hana kitu cha Kristo alichokibeba. Hawezi kachukiwa. Lakini sasa wewe unayesikia hili neno, wewe nikwambia usifikiri kwamba utaendelea kupendwa, hapana. Bado unaweza kuchukiwa kwa sababu utakapoanza kuibeba ile nuru ya Kristo kwa kusikia mahubiri na nini, baadaye kuna marafiki wataanza kama kutafuta. Huyu mtu mbona kama sio mwenzetu fulani, kuna kaupepo fulani kana kuzunguka, kauvuvio fulani kanaanza kutofautisha kulia na kushoto. Baadaye unajikuta unaanza sasa kuwahesabu marafiki kwa vidole 1 2 3, baadaye vidole navyo vitapungua, utabaki unahesabu 1 na 2 na 3 peke yake. Wakati ulikuwa unapendwa na dunia nzima. Nikiri kuna kipindi nilikuwa napendwa na watu wengi jamani. Mimi miaka ya katikati hapo. Nilikuwa napenda. Wakati nilikuwa nikienda kwa Facebook nikifanya kitu chochote, naweza nikapata marafiki, yani watu wengi tu, watu kama 300 na kitu. Hata ambao ni sawa sawa. Saa hizi wengi yani wenye kaimani kazuri wametulia, lakini wenye imani mbaya wanatukana. Elewa. Kwa sababu nanena maneno ya Kristo. Anasema katika kitabu cha Yohana, katika kitabu cha Mathayo, mlango ule wa 10, tusogee mbele kidogo. Muda umeenda. Mathayo 10 anasema 15.
Mathayo 10. Jamani haya maneno unaweza kusema mbona kama nasikia maneno yale nimeyasoma kwenye kitabu cha Yohana. Ndipo tulipo. Kwenye mlango 16 sina kitu kingine naweza kusoma ndo hayo. Kimsingi ndio mafundisho ya Kristo utayasikia mara nyingi sana. Lakini kwa mfano somo la pili tutakuwa tunasoma kitu mbali kabisa na hata cha kuchukiwa moja kwa moja. Itakuwa ni mambo mengine tu. Biblia ina vitu vingi sana. Mfano tulishasoma baraka za Mungu alizombariki Yakobo kwa sababu alikuwa ana upako wa Mungu. Mungu tutaongea baraka, tutaongea lakini tutaongea pia kazi kubwa ni ushindi dhidi ya dhambi. Anasema duniani kuna shida lakini jipeni moyo mimi nimeshinda ulimwengu. Kwa hiyo haya maneno lazima tuyasikie. Mathayo mlango wa 10:15 anasema hivi. Mathayo 10:15 anasema hivi. Mathayo 10 Kuanzia 15 na 10 anasema amina nawaambia tuanze 16. Anasema angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama huo. Mstari wa 17. Jihadharini na wanadamu kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Mstari wa 18. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Unadhani na kwa mataifa. Unadhani akina Petro hawakutoka hata Yerusalemu. Yaani nadhani Petro alitoka Yerusalemu muda mfupi tu. Kafika maeneo ya Yafa akarudi. Lakini Kristo haongei na akina Petro wale 12. Maana angekuwa anaongea 12 na Yuda angekwemo. Kumbe alikuwa anaongea na watu wote wenye kulibeba. Anasema kwa sababu ya jina langu. Anaongea na mimi na wewe. Anasema ninayowaambia ninyi nawaambia na wote pia. Kwa sababu ukianza kusema haya mambo alikuwa anaongea na Petro, Biblia nzima utakuta hauna ulichoambiwa wewe. Kitu ambacho anawaambia kigezo kwa sababu ile angalia inakuhusu haikuhusu. Ukiona inakuhusu jua hilo neno linakuhusu. Kwa mfano hasemi na kila Mkristo. Kwa sababu Wakristo kuna Wakristo wengi ni fake. Wanajiita Wakristo lakini ni kama wale unakuta mtu anajiita ni CCM lakini hana kadi au Chadema lakini hana kadi. Ni fake huyo. Hawezi hata akapiga kura. Sawa, hawezi kufanya akachagua. Wakristo wengi ni mashabiki wa Kristo lakini sio waumini wa Kristo, sio wafuasi wa Kristo. Sasa anasema watawatenga na masinagogi, watajihadharini na wanadamu. Wanadamu sio wazuri anawaambia. Lakini leo utaambiwa wanadamu wote ni wazuri. Hapana, mimi nasema wanadamu siwaite wabaya wala siwaite wazuri. Unachompa mwanadamu ndicho anachopokea. Ni kama hivi watoto. Mtoto ukimpa, kuna watoto leo yeye ana miaka 5 anajua kuruka hewani kama wachao. Lakini pia watoto hao wakiwa na neno la Mungu wanakuwa kwa Mungu anakuambia hawa ni anasema kwa mfano wa hawa ndio wenye ufalme wa mbinguni. Sasa unadhani Mungu anaposema mfano wa watu wanaenda mbinguni mfano wa watoto? Anasema katika Luka 18. Na Mathayo 18 vile zinakutana hapa. Sasa unadhani anaongea hawa watoto wa miaka 5 wanaoruka hewani usiku na ungo? Pana ni kila unachompa mwanadamu hasa mtoto ndicho anachopokea. Sasa tupokee Kristo ili kusudi tuwe na tabia za Kristo. Na sasa mkishampokea mtafanya nini? Mtachukiwa kwa sababu mmembeba Kristo yule anayechukiwa utachukiwa. Njana mtu uchukue panga ulibebe utembee nalo. Wewe mwenyewe sio panga, hukati. Lakini kwa sababu umelishika ile panga watu wanaweza kukuogopa. Lakini ukiweka chini ukalitupa watu wanasema hana shida huyo. Hana panga. Kwa hiyo anasema kwa sababu mnanibeba mimi, nibeba jina la Kristo. Sio kwa sababu ya jina langu. Tunaenda pia katika Mathayo 24:9 anasema Mathayo 24:9. Hivi unajua kuna Mkristo hajui Mathayo 24 inahusu nini? Una taarifa tena? Ngoja niseme tena. Kuna kiongozi wa dini haya. Yangu akasema Mathayo 24 inahusu nini? Anasema yani kama kidogo angenitemea mate lakini mtu mwenye hekima fulani. Namshukuru. Yani unategemea soma Biblia, unategemea Mathayo 24 nijue inanihusu nini?
Yaani kama vile sasa unaonekana wewe mjinga fulani wa watu. Yaani wapo Wakristo hawajui. Kabisa. Mathayo 24 inahusu unabii wa siku za mwisho. Mambo yatakavyotiririka mpaka mwisho wa ujio wa pili wa Yesu Kristo anapokuja mawinguni kuanzia mwanzo wa utungu mpaka mwisho. Imelingana na kitabu cha Ufunuo short lakini yenyewe imejikunja ndani ya Mathayo 24 ambayo tuliona sura nyingine yenye tabia kama hizo ni ipi? Tuseme kama kanisa. Thessalonike wapi sasa? Thessalonike wa kwanza mwishoni na wa pili na kuendelea kuanzia kwanza mpaka wa pili mlango wa pili sana. Lakini sana kwenye zile injili zile kubwa. Mathayo 24 nasoma sambamba na Luka 20:1. Inasoma sambamba na Marko 13. Yaani hapo viko pamoja. Of course inasoma sambamba na Ufunuo na vitabu na Isaya milango ya mwisho. Isaya yote. Na Yeremia milango ya mwisho kwenye 48 na Ezekiel milango ya mwisho kuanzia Ezekiel 38 Gogu na Magogu tutaona huko kote lakini ningetegemea Marko 13 na Luka 21 of course na Luka 17 na Mathayo 10 tumetoka kusoma pale. Vitu ambavyo unavipenda sana vinakaa moyoni mwako. Wakristo maneno ya Mungu kwa sababu hawayapendi hayakai katika moyo yanabaki katika masherufu yao kwenye mabiblia yao ambayo ukiyafungua vibaya kama hujavaa barakoa unaweza ukapata mafua kwa sababu hayafunguliwi. Ni hatari. Lakini muulize ka wimbo ka Diamond moyoni kametulia. Muulize ka message kake ka jana kalikoingia usiku anakajua kametulia hapa. Na namba ya simu ameikariri kuanzia namba ya kwanza 07 ngapi mpaka namba zote zile 6. Lakini Mathayo 24 kuiweka kichwani kwake ni unamtukana. Hapana jamani. Tusiwe hivyo. Jamani tumpende Yesu. Yesu ametupenda sana. Kinipenda mtalishika neno langu. Yohana 14:21, 23, 24. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Hakuna kumpenda Kristo kama hutimizi lile neno nasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mtu asiyenipenda hazishiki amri zangu. Mtu asiyenipenda halishiki neno langu. Ataenda ataniimbia, ataenda atanitolea sadaka, anasema sadaka zenu ni nasema nini? Ni uchafu. Machukizo kwangu. Tutaendelea na mistari mingine. Mathayo 24 ndio alikuwa anaitafuta pale. 9 anasema hivi. Mathayo 24:9 anasema hivi. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Tutakuwa tumesha dhiki kuu haitatukuta duniani. Tutakuwa labda ameenda kwingine lakini sio kwa Mungu. Nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Anakuambia hao ni Waisraeli. Kuna Mwisraeli anaweza kuchukiwa kwa ajili ya jina la Kristo. Hawamwamini Kristo. Walimkataa na wamemkataa mpaka leo. Lakini wenye jina la Kristo ni watu waliomwamini Kristo. Wako kwenye makanisa ya Kristo. Wengine wako hapa, wengine wako kwenye makanisa mengine hapa Tanzania. Kwa hiyo lazima wengine watawaua, mshangae. Mimi naomba maneno kama haya mimi mwenyewe sio kusema kwamba nayapenda sana. Lakini yakiwa humu na ndio yamepangana moja baada ya nyingine, utaachaje kuyasema? Na kwa mfano hata nikisema nitoke hapa nianze kuhubiri hizo baraka. Sasa makanisa 50,000 Tanzania yanahubiri hizo baraka. Makanisa 0,000 yanahubiri maneno ya Kristo. Wapi utaweka uzito jamani? Lazima tuweke pale na kwanza unaweka uzito pale paweka Kristo uzito. Ndio hapa. Kichwa kwanza. Na baraka nimezihubiri sana. Baraka za Kristo zipo nyingi. Tena mbele anasema ananiandalia meza mbele ya watesi. Unajua baraka za Kristo sio zile zinakuja kwenye furaha katika tapana. Watu wanaokuteta
na kukutesa. Watesi ndio wanaitwa watesaji. Ndiko wanakokuandalia meza unakula wanakuangalia. Amina. Unakula wanakuangalia. Huna hofu, wao wako wanasaga meno. Hizo baraka za Kristo zipo. Upendo wa Kristo upo huko. Vizuri. Ukisoma katika kitabu cha Mtende soge Yohana waraka wa Yohana vile vitabu vya mbele kule mwishoni. Yohana wa kwanza 3:12 anasema. Yohana wa kwanza 3:12 anasema anasema hivi. Anasema si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Kaini alikuwa wa yule mwovu, alikuwa wa shetani. Nitakuja kueleza maana ya maneno. Wa yule mwovu akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Tujue kwa nini Kaini alimuua Habili. Ndugu yake mkuzaa. Tena walikuwa watoto wawili duniani waliotangulia kuwepo. Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Aba huyu mtu hakuna hata alichomfanya kibaya. Walitofautiana tu kwa sababu mmoja anasimama kwenye haki, kwani anasema alimwambia kitu kibaya, alimhubiri kwamba Kaini wewe ni mtu wa shetani. Hapana. Kilichomfanya Kaini amuue Habili ni kwa sababu Habili alikuwa anaishi maisha ya haki. Sasa hem tujiulize, mtu anasema sitaki kuingia kwenye vita na wanadamu. Mimi ni mtu mwema ni kama Habili. Habili kuna vita alivyovianzisha. Kilichomfanya afe ni nini? Ni haki. Kuishi kwenye maisha ya haki. Kumtumainia Mungu. Kutembea katika neno la Mungu, hicho tu ndio kimfanya mtu asiye haki amuue. Sasa naomba hili unaweza kusema limeunganaje na yale tulikuwa tunaona. Limeungana kwamba anasema watawatesa. Maneno haya nisipowaambia mtachukizwa, lakini sasa nimewaambia kusudi akija mjue kwamba tayari mna taarifa. Sasa kwa mfano somo kama hili likija wakatokea watu wakaanza kukuchukia wakakutenga, hutatetereka hata kidogo. Na ninakuomba, naomba unisikilize na mimi najiambia nafsi yangu. Naomba tusikizane kwa hili. Tusitoke hapa tukaanza kulazimisha kutafutwa na watu tu watuchukia pana. Anasema kuweni na amani na watu wote kwa kadri inavyowezekana. Wakiwa wanalia tulie nao, najiambia nafsi yangu. Wakati mwingine sio kazi rahisi. Lakini katika njia zao msienende. Kile kitendo tu cha kujitenga na njia chafu. Kile kitendo tu cha kujitenga na vijiwe vya pombe, tayari hujamchokoza hujafanya nini, ndipo sasa utachukiwa. Tumesema angalieni na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Unaweza kuniambia kwamba kondoo anapita katikati ya mbwa mwitu atasema sitaki vita na mbwa mwitu. Atatulia tu aende aseme jamani mbwa mwitu sina shida na ninyi napita zangu tu. Unadhani atapita salama? Hata akijifanya anapita salama, mbwa mwitu atamvamia tu, atamshambulia. Sasa kulingana na Kristo, mtu wa Mungu anapita katikati duniani anapita katikati ya mbwa mwitu. Unadhani kondoo anapopita katikati ya mbwa mwitu vita vitakuwepo na kukwaruzana au hakutakuwepo watapita salama? Lazima viwepo. Hata kama hawachokozi. Unadhani kondoo ana tabia ya kwenda kuwachokoza mmoja aanze kama kuwabwekea? Hapana, yeye hata akipita kwa upole. Lakini ndiyo maisha ya Kristo. Na ndicho Yesu alichokisema, anasema sasa anasema kwa sababu tayari nimeshawaonya yakitokea mjue kwamba tayari mna akiba, mnajua. Lazima tuyasikie haya maneno. Anasema Mimi katika kitabu cha Mathayo 10 kabla ya Mathayo twende Ufunuo 11. Ufunuo 11 9 na 10 anasema hivi. Ufunuo 11 9 na 10 anasema.
Ufunuo 11:9 na 10 nasema. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 9 na wa 10 nasema. 9 na 10. Anasema na watu hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku 3.5 wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Mstari wa 10 nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia, nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Naomba niishie hapo. Msikia maneno kama haya ukiyasoma inaonekana kanisa halina upendo. Eti kwa vile tumesoma Biblia. Inaonekana halina upendo. Unaona sasa? Unaongea vitu vibaya. Hivi unaweza kumpangia Mungu cha kuongea? Kitu kimo kwenye Biblia tunaona kuna manabii wawili na Biblia inasema ni Musa na Elia. Lakini sijahakikisha wakati tunasoma kitabu cha Biblia nitakuwa nimeshahakikisha 100%. Nafikiri nihakikisha nusu lakini bado kuna sehemu sijazifumbua vizuri. Tuchukulie ndo hao Musa na Elia kwa sababu walirudi wakakutana nayo na Yesu mlimani kwenye mlango wa 17 wa Mathayo. Na mlango wa 9 wa Marko. Sasa hawa watu wanauawa. Watu wa dunia na kabila na dunia zote wanafurahiana na kugongeana gonga. Na kutumiana zawadi za kufurahi. Kisa ni kwa sababu wale manabii waliwatesa. Unadhani nabii alikuwa anakuja na kisa na wakati hawa watu waliwatesa kwa neno la Mungu na haki na mahubiri. Hawa wanasema dunia imechafuka, dunia waovu. Hivyo vitu vikawaudhi. Sasa baada ya kufa wanasema hapana, waacheni kwanza tuendelee kufurahi kuwaona wakiwa hawajazika. Wasiingie kaburini tukapoteza kumbukumbu. Tufurahie. Ndio imeandikwa kwenye Biblia. Kama kuna mtu anakupenda atakwambia kweli Biblia. Asiyekupenda hatakwambia. Atakusomea Biblia. Kwa hiyo unaona kwamba kwa hiyo unaona hapa kuna chuki mtatengwa na dunia hata kuzikwa haziki huyu mtu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu walikuwa ni kama wanafanya kama alichofanya Kristo. Tunaona kwenye Yohana 7:7. Kwa sababu anaishuhudia dunia na maovu yake. Hao manabii wawili Musa na Elia. Tuende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 14 Mathayo 14 tutakuwa tunaelekea kusogea kufunga. Mathayo 14 anasema mstari wa 3 anasema Mathayo 14 mstari wa 3 Mathayo 14:3 anasema hivi, maana Herode alikuwa amemkamata Yohana akamfunga akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye. Mstari wa 4 anasema kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye. Unaona kilichomfanya Yohana atiwe gerezani ni kwa sababu alihubiri neno la Mungu. Sema wewe ni mfalme, wewe ni mamlaka, wewe ni taswira ndio kioo, halafu unaishi katika maisha ya uzinifu na Herodia mke wa ndugu yako. Sitaki kwenda kwenye undani. Anasema hicho ndicho kilichomfanya Yohana afungwe. Haya mambo hayana tofauti na yale mkuta Yesu. Haya mambo hayana tofauti na haya yanayompata Yohana Mbatizaji. Hayana tofauti na yote yaliyowakuta kina Petro na kina Paulo. Paulo alifungwa sana kwa sababu tukisema kweli. Kina Petro wakasema sasa tunawaachia. Njoni mbele wakawachapa fimbo 39 wakasema sasa ondokeni, lakini tunachowataka msihubiri habari za Kristo tena. Kesho jioni hiyo wakaanza kupiga injili tena hekaluni pale. Wakasema wale watu yule Gamaliel akasema hawa watu sasa muachane nao. Kama wamefikia hii hatua mnawachapa alafu bado wanaendelea kupiga injili, basi hawa makusudi hamtayaweza. Kidogo wakawa wametulizwa na Gamaliel.
Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumeona ama uishi maisha masafi bado utawachukia, labda ufanane nao. Basi labda ufanane nao. Fanane na dunia. Dunia ni nini? Duniani wanahusudu uzinifu. Jana nilikuwa naangalia taarifa kwenye wasifuatiliaji, lakini uwezo kwa simu hizi uwezo kukosa kujua vitu hata kama hujafuatilia. Vilikuja tu. Mkoa wa Morogoro wanafunzi wanasema wale wengine wa sekondari form 1 mpaka form 4 wanafunzi 1100 karibu 1200 wanaelekea ndani ya miaka miwili mitatu walipata ujauzito. Unajiuliza mashuleni ni labor ward? Mashuleni ndio wanaenda kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndipo watu wanapata mimba kimsingi. Na ndio mpango wa Mungu. Sasa unajiuliza mkoa mmoja tu wanafunzi karibu 1100 ngapi? Ukienda kisayansi unaweza kusema hawa sasa wanaishi maisha ya kutisha. Kwa sababu sio wote wapatao ujauzito. Wengine wanakuwa wakupata. Sio wote ambao wanagunduka nao, wengine waliutoa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine huko duniani huko kwenye hizo shule huko kuna uchafu. Hiyo ni dalili ndogo tu. Lakini uchafu unaoendelea ambao haukuzaa mimba au haukugundulika au walijificha au walizitoa au hawakuzipata katika maisha yao yote au walizizuia. Baki vizuizi ndio vinatumia. Maana yake hawa watoto kimsingi wanaishi katika maisha ya uzinifu wote karibu. Kimsingi. Ndio maana halisi ya lile neno. Amina. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea sana lakini kwa hiyo tunaona kwamba Yohana Mbatizaji pia. Sasa unaweza kusema hii mfano wa Morogoro mengia kwamba huko hiyo ndio dunia halisi. Hiyo ndio dunia halisi. Dunia halisi watamshangilia mwanaume aliyesuka nywele, amevaa sketi, ana heleni, amejichora matatu mwili mzima, alafu anakuja anapiga show mjini, watu wote wanaenda kulipa kiingilio, wanaacha familia zao wanashinda ndo duniani, wanakuja na pombe kule na wanafanya uzinifu huko ndani. Hiyo ndio dunia hiyo. Na ni Wakristo. Mama wa Kiislamu na ushungi wake hataenda kule. Akitaka kwenda kule atavua ushungi kwa sababu asija kaaibisha dini yake. Amina. Ndio atajivalisha kipedo na jina anaweza kujibadilisha, akajipa jina la kikanisani. Ndio atafanana na uchafu wa kumshangilia huyo anayejiita si Diamond, si Harmonize, si kabila gani. Tuseme ukweli jamani. Yaani tuseme ukweli. Tuangalie hoja ndogo ndani ya hoja. Turudi kwenye Yohana 16. Tuangalie hoja ndogo ya mstari wa wa pili anasema hivi. Mstari wa pili anasema hivi. Watawatega na masinagogi, naam, saa yaja atakapodhania kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Yani kwanza ukiangalia wanakowatenga, hawajawatenga na ofisi za serikali hawa. Wanawatenga na makanisa. Kwa lugha nyingine hawa wasafi sehemu ambayo haiwafanani ni kwenye makanisa. Humu hawafai wasije. Na anasema wanawatenga na masinagogi ambayo ndio makanisa, kwa sababu sinagogi nafasi yake kuna na kanisa. Watoto sasa by the way nafikiria nadhani kuanzia wiki ijayo unaona sauti yangu inachoka. Tutakuwa na kipaza sauti. Naomba tuzoee hiyo habari. Na mimi tuwe na kipaza sauti kidogo ni kusudi nisi. Kushindana wakati mwingine. Kwa hiyo tunaona hii hoja kwamba adui wa Mkristo ni Mkristo. Adui wa Kristo ni wa Kristo. Anasema adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Mika na katika Mathayo. Kimsingi ni wale wanaokujua. Kwani vibaka wanaweza kavamia sehemu bila kuwa na mwenyeji? Unadhani Pilato angemsurubu Yesu kwanza bila Wayahudi?
Kimsingi waliomuua anasema katika Timotheo anasema waliomuua Yesu ni Wayahudi nani? Of course ni Wayahudi. Tutaiona hapa nilikuwa nafikiri kwamba siku lakini tutaiona. Anasema kwa hiyo anasema saa yaja ambapo yule anayewatesa watu wa Mungu, anayetesa watu wanaohubiri Biblia atakuwa anadhani unaona huyo mtu ameharibika kiasi kwamba hajui hata anachokifanya kama ameelewa. Anadhani kwamba anamtolea Mungu yani anamtendea Mungu kitu kizuri. Kuna watu walidhani kwamba kwa kumkamata Paulo, kwa kumtesa Paulo wako wanatunza jina la Kristo. Kwa sababu wameharibika macho. Ni vipofu. Wa Kristo ni vipofu. Mtu kihubiri neno kama nashukuru ngoja niseme ukweli. Kuna watu wengine pia wanatutia moyo. Wanapenda sana kujua hii kweli. Wako wengi. Lakini wengi zaidi ya hao wanachukizwa. Lakini wako wengi na naomba tu kwa niaba yenu niwashukuru wafuatiliaji wetu wanaotokea mbali. Wanaopendezwa na kweli waitafute, wanakaribishwa pia maeneo haya. Waje wakamtumikie Mungu pamoja na sisi na wakajifunze kweli zaidi, wasiishie tu kunusanusia mbali. Ukitaka anasema ukitaka kujua utamu wa ngoma ingia ucheze, si ndio? Mungu msemo wa pwani wa Kiswahili. Vile vile ukitaka kujua neno la Kristo usilinuse kutokea mbali. Njoo. Kwa hiyo wale ambao pia wanapendezwa na kweli ya Mungu basi tunawashukuru kwa kutia moyo katika hilo. Anasema katika kitabu cha Yohana 18 twende pale na Yohana 18 anasema hivi mstari ule wa 35 anasema hivi Yohana 18:35 anasema Pilato akajibu akasema ama ni Myahudi mimi taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu umefanya nini? Pilato anamshangaa anasema Yesu kwani mimi ndio ninahusika na matatizo haya? Matatizo yako sio mimi. Sasa hawa watu walikuwa wanamtesa Yesu wakifikiri kwamba wanafanya nini? Wanamfanyia Mungu sadaka au wanafanyia Mungu kazi nzuri. Hao watu wameharibika. Hata kama hawajui kweli wakapotea. Haiwazuii kuhukumiwa kwa hilo. Kwamba niwaua manabii nikifikiri sio manabii hawa wa pesa na tumbo zao wazinifu hapana naongelea manabii wa Biblia wa kweli wa Mungu. Au namuongelea Kristo. Lazima tulimua Kristo tukifikiri bahati mbaya tulikuwa tunafikiri kwamba tunamfanyia Mungu sadaka. Hapana. Unahukumiwa vibaya mno. Kwanza unahukumiwa kwa dhambi mbili. Dhambi ya kwanza kabisa ulioitenda ya kuua. Dhambi ya pili hata kama nabii tuachane. Dhambi ya pili ni dhambi ya upumbavu. Upumbavu ni dhambi inayohukumika. Yule mtu aliyepewa talanta akazificha hakuhukumiwa kwa sababu yote ile. Hana kosa nyingine anafanya. Kosa lake lilikuwa ni mpumbavu. Mungu akitupa talanta lazima tuzitumie, tusipozitumia tunahukumiwa kwa dhambi ya upumbavu. Sina ili neno lisikuhukumu. Wewe tulia tu ujue kweli. Mungu atakujulisha. Yule mtu alikuwa hataki kujua kweli. Lakini wewe na maneno tunayohubiri hapa kwa kweli sio kwa ajili ya kuhukumu. Na Kristo anasema mimi sikutuma kuhukumu. Na sisi tunaohubiri tusihukumu. Mtu yeyote anayelipenda neno la Mungu akampenda Mungu, Mungu anampenda na Mungu. Lakini huwezi kumwambia kwamba asiyempenda Mungu basi mambo yake yataenda vizuri. Utakuwa unamdanganya. Utakuwa unamdanganya. Tusome kwa hiyo tunaona tusome Yohana 10:33 anasema hivi. Yohana 10:33 anasema tuko tunaangalia hoja hii kwamba watu wanaopinga kazi ya Kristo, wanaopinga neno la Kristo kama injili hii tunazopinga. Sio watu wa mbali, ni watu wa kanisani, ni watu wa makanisa, ni watu wanadhani au watu wanakuwa nafikiri wako upande wa Mungu wanafanya kazi ya Mungu. Na wanakuwa na majengo ya Mungu kwa nje. Yohana 10:33 anasema hivi. Yohana 10:33 anasema hivi. Wayahudi wakajibu kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe ni Mungu. Unaona? Hii hali ya hawa Wayahudi hao wanaomtukana na kumtesa Yesu
Inatofautiana na ujumbe wa Yesu tunaousoma kwenye Yohana 16 anaposema watawatesa na kuwaua wakidhani kwamba wanamtumikia Mungu. Si ndio kinachoendelea hapa? Wanamwambia wewe tuko tunapambana kwa ajili ya Mungu ili kusudi jina la Mungu lisikufuriwe. Wewe unamkufuru Mungu. Kwa hiyo tumesimama imara kumtetea Mungu, tunakutesa wewe Kristo kwa sababu wewe hatujui. Kwanza wewe ni Msamaria, alafu hatujui utokako. Kwa hiyo lazima tukutese. Wewe Paulo, unawafundisha kwamba watu wamkatae Musa, wakatae mahubiri ya Musa. Paulo hajakuhubiri dhidi ya Musa. Wanahubiri injili ya Kristo. Anasema sasa ndio yani hapo tuko tunathibitisha kwa maandiko kwamba mstari wa pili watawatenga na Musa yaje watakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na nyakati zitakuja hizi hapa hakuna waliokuwa namuua. Lakini wakati utakuja kwamba mtu anauawa. Kwa mfano walipomuua Stefano, walikuwa wanafikiri kwamba wako wanailinda imani, wanaishindania imani. Kwa sababu hawajui kweli. Ukishashindwa kujua kweli, huwezi kujua kweli kwa vote utakosea. Mtu sogea kidogo. Anasema katika Yohana 11 tulikuwa kwenye 10 twende 11 mistari ya mwishoni pale. Mstari wa 49 anasema hivi. Yohana 11:49 anasema hivi. Mtu mmoja miongoni mwao Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule akawaambia, ninyi hamjui neno lolote wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wala lisiangamie taifa zima. Hapa hapakuwa na vita vya mwilini, hapakuwa na mtutu, hapakuwa nini. Ilikuwa ni mahubiri ya Kristo. Wamemchukia. Kayafa anasema jamani, tuokoe hili taifa la Mungu dhidi ya huyu nabii wa uongo Yesu. Kwa hiyo ni vizuri afe ili kusudi taifa lisifanye nini? Isiangamie. Tushaona kwamba pia alikuwa anatimiza unabii kwa namna ya pili. Sitaenda huko. Sasa unaona kwamba Kristo anasema watakapokuwa wanawatesa, wanawatukana, wanakataa hizi injili, watafikiri kwamba wako wanamfanyia Mungu ibada, wanamtolea Mungu sadaka, wanamfanyia Mungu kazi. Ndio maana hii mistari. Naendelea tumalizie hiyo mifano kwa kwenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango ule wa 23:12 anasema. Matendo ya Mitume 23:12 anasema. 23:12 anasema. Kulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Yaani hawa wameamua mpaka wamefunga. Yaani wamefunga ili kusudi waweze kuua. Na wanasema tunaishindania hii imani. Mungu hawezi katukana tunaona. Hatuli mpaka ikiwezekana kama tukonde kama misumari. Lakini tuhakikishe kwamba jina la Mungu limeheshimiwa, tumuue Paulo. Maneno haya yanafanana na Kristo. By the way, unajua bado tuko tunasoma mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Yohana. Mlango wa 16. Bado tuko tunasoma mstari wa kwanza na wa pili. Lakini ngoja tumalizie. Leo ya adui ya Mkristo ni Mkristo. tumalizie. Sitaenda huko. Unaweza kusema hivi vitu vilikuwepo tangia zamani. Ndivyo. Ukienda kwenye Yeremia, sidhani kama nitaenda huko, muda umesogea. Yeremia mlango wa 20 mstari wa kwanza. Kuna mtu anaitwa Pashuri. Tukimbie pale. Hatuna tunapowahi. Tukimbie pale kwenye Yeremia 20:1 anasema. Inakuwa vigumu sana kuhubiri bila kuthibitisha kwa maandiko. Anasema Yeremia 20:1 anasema. Basi Pashuri mwana wa Imeri kuhani aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana akamsikia Yeremia alipokuwa akitabiri maneno hayo, ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benjamini lililokuwa katika nyumba ya Bwana. Unaona nabii hapa Yeremia ndo Mkristo. Yeremia ndo nafasi ya Kristo. Yeremia ndo mimi na. Halafu kuna kuhani Pashuri mtoto wa kuhani mkuu yeye ndo alikuwa kuhani.
anamkamata Yeremia na kumfunga kwa sababu Yeremia alikuwa anasema maneno ya Mungu. Sasa unaweza kuniambia kwamba huyu alikuwa anadhani kwamba anamfanyia Mungu kazi nzuri? Kwa hiyo maneno ya Kristo yanathibitishwa kwa maisha ya kila siku, yanathibitishwa kwa Biblia. Yote kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Leo hii ngoja tuendelee kufafanua. Sio lazima kuuana na kupigana vita, hapana. Msingi labda hayatafika huko. Hii nchi yetu pia ina neema fulani ya kutokuwa na ugomvi wa namna hiyo. Kwa hiyo lakini kwa Mungu kosa sio kuua peke yake. Leo hii wavauchi ni wa Kristo. Sim muktadha huo. Wavauchi ni wa Kristo. Watoa mimba ni wa Kristo zaidi. Na hata zile semina zote zimetokea katika ulimwengu wa Kikristo. Wavamilegezo vijana vya Kikristo vile. Kwa hiyo unakuta kwamba wale wenyewe waliokuwa ndo wa nyumbani wale ndio waliokuwa kikwazo kwa kweli ya Mungu, ni sawa ndo ni sana kuwaua kwa sababu wanapinga. Hao ni wapinzani hapa. Nikisema kwamba wa Kristo, tuseme jamani. Jamani tuseme tupone. Nikisema kwamba makanisani ndo kuna wasengenyaji wengi, nitakuwa nimekosea? Ninasema kweli. Sasa kwa sababu tumejua kwamba kuna tatizo kule sisi unajua ngoja niwaambieni, hata mimi niyoko hapa. Maneno ya nani yale? Ya masengenyo kuna maneno siyajui akija haraka kwa sababu siyatumii sana. Lakini ni kama umbea na maneno kama hayo ya kuwasema watu na kuwakatakata vipande na kuwagawa. Sawa. Kwa asili yanavutana na mwili, ni vionjo vya mwili vinavutia kwa kiasi fulani. Kabisa. Lakini sio vyote ving'avyo ni dhahabu. Kwa kimsingi vile vitu vyote vinavyofurahisha mwili kimsingi vingi ni vibaya. Kwa hiyo hicho hakiji moja ukuzaliwa nacho kushinda umbea. Kushinda umbea ni kusikia neno na kuamua kwa moyo kusema bwana Mungu hapendi na chukia na yacha. Hata ukisikia watu wanaongea umbea, unafanya tu kusikiliza. Au unatulia au unasogea au unaondoka. Lakini usianze kuchochea. Biblia inasema moto usipouchochea na kuni utazimika. Usipochochea maneno ndani ya umbea na maneno ndani ya makanisa na nje ya makanisa, ule umbea utakufa naturally, kifo cha asili. Amina. Ndio kweli. Yesu anawaambieni ile kweli. Hilo kweli nawaambia najiambia. Naiambia dunia wanaosikia hiyo lugha. Na vile wa Kristo ndio wapinga injili wa kweli. Ni wa kwanza. Ndio wapinga injili ya kweli. Wanataka injili fake. Ukisoma Yohana 16:6 tufungie pale kwa sababu tulikuwa kwenye ile mistari. Yohana 16:6 anasema hivi. Yohana 16:6 anasema hivi. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa moyoni mwenu. Unajua maneno ya Mungu ukiwaambia watu ukweli maneno haya yanawapa huzuni. Kristo ndo amesema hizi habari. Of course alikuwa na muktadha tofauti kidogo. Alikuwa anawaambia kwamba mtateswa na uchukiwa na wanadamu, anasema inawapa huzuni. Wakati anawaambia mimi ndo imewafaa, hii ndio muhimu kwenu, ndo itawasaidia, bora mjue hii kweli, msichukizwe. Unaona? Kwa hiyo ilivyokuwa wakati wa Kristo na kina Petro mbele zake, ndivyo ilivyo leo. Kristo akituambia sisi maneno haya yanatutia huzuni. Lakini Kristo anasema haikutakiwa iwe hivyo, yanatakiwa yatutie furaha, yatutie yani yatuamshe. Huu mstari lazima tufikirie sana, mstari wa 6. Nimeruka mistari ya katikati hapo. Nilikuwa ni vigumu sana kuipitia yote lakini kwa hiyo anasema kwa sababu nimwambia ile kweli, nimwambia maneno inaonekana okay, walikuwa na huzuni. Nadhani walishangilia wasema amina baba, ongea sema tupone. Unafikiri ndio maana ndicho kilicho kinaendelea mbele yake? Walikuwa na huzuni, walikuwa wamechukizwa. Walikuwa kama vile wanajiuliza hivi tuendelee kukaa au tuondoke. Hapa sasa hivi ndio mahubiri haya. Huyu Yesu anavumbia. Wamechukizwa hawa. Kule nyuma
Walikuwa hawana hata pa kwenda. Walimwambia Bwana, anasema vipi mmechukizwa? Maneno haya yanawakwaza. Yesu aliuliza katika Yohana mlango wa 6, mstari wa 60 na kuendelea mpaka 66. Maneno haya je, yanawakwaza? Kama yanawakwaza sasa, tufanye. Mnataka kuondoka? Ninachotaka ni kusema ukijisikia maneno kama yanakukwaza usichukie. Wala usikate tamaa. Ujue kwamba hata Petro alimfanya hivyo baba wa imani. Unadhani mimi unadhani inanichukua muda gani kuweza kuyatafakari ya maneno? Ningekuwa nimefanya vitu vingapi vyangu vya binafsi? Mlango kama wa 16 binafsi niwape siri yangu umenichukua wiki nzima, nilikuwa sina kitu kingine cha kufanya. Na viacha vingine vyote. Kama ningekuwa kuchukizwa ningechukua nisema sasa mambo gani? Na tafakari ya maneno mambo kwanza wengine hawakubali. Kwa hiyo lazima lakini Kristo anasema hapo ndipo. Hivi watu ungekuwa unapewa dawa inakuwa kali ndio unaikataa unakimbia unasema bora nibae na ugonjwa wangu. Watu wangekuwa wanapona? Hapana, lazima neno la Mungu hata kama litakuchukiza au likakutia nini. Anasema jibu kama Petro sema Bwana twende kwa nani? Nadhani Petro aliendelea kuishi katika hali ya kuona kwamba Bwana twende kwa nani? Nipo tu kwa sababu sina pa kwenda. Hapana, Petro alifika sehemu fulani akawa sasa yuko amekamilika, yuko ndani ya Kristo, anafurahi kila kitu mbele ya Kristo. Ile hali ya mashaka ya Petro iliisha. Na wewe na mimi tulioko hapa tukiendelea kumsikiliza Kristo, hali za mashaka zitaisha. Tutaisha hapa. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Asante kwa neno la leo, mfalme wa falme. Tunaomba endelee kutengeneza sisi tulioko hapa na wale wanaotufuatilia kutoka mbali. Tunakushukuru Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Baba. Tunaomba basi kuendelea kukusanyika na sisi ukituhubiri na kutujulisha na kutulisha na kutunyosha na kutulinda na kutubariki Mungu. Tuendelee na kila uovu na kila ubaya na kila mashambulizi na kila magonjwa na kila mambo yote yanayotafuta Mungu katika roho na katika mwili. Naomba Baba ukatupe usikivu mzuri wa kupendeza wewe. Ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu tunapokea. Amen.